Jioni njema na karibu ndugu msikilizaji wa Gakondo TV, mahali pote ulipo duniani, natumai ubuheri wa afya. Nikukaribishe kwenye habari zetu za hivi sasa. Jioni ya leo tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2026, kwenye microphone za Gakondo TV ni Hosbon Dagiro, ambapo nitakuwa nikiashiriana na Afande Mavugo kutoka sehemu za Minembwe, huku akitujuza hali ya usalama inavyoendelea baada ya mashambulizi makubwa yaliyokuwa yakitekelezwa na jeshi la Jamhuri ya Kongo na Burundi, huku akiendelea kufanya mashambulizi makubwa sehemu za Minembwe na vijiji vilivyo kando ya mji huu wa Minembwe, huku wakilenga vijiji vya raia na kuua mifugo, huku serikali ya Jamhuri ya Kongo ikiwa imesimama na kuendelea kufanya mauaji kwa raia wasio na hatia. Hizi ndizo habari tutakuwa tukiziandalia, mpenzi msikilizaji. Kama hujabonyeza alama ya subscribe, waweza kubonyeza ili uendelee kuona habari ambazo tunazidi kukuandalia kila siku. Afande Mavugo, sijui kama unatuelewa vizuri au unatufuata vizuri, unaweza kusalimia wafuasi wa Gakondo TV ili tuweze kuwa nawe kukitujuza jinsi hali ya usalama ilivyo baada ya mashambulizi makubwa yaliyofanyika. Unaweza kusalimia wafuasi wa Gakondo TV na utujuze jinsi hali ya usalama ilivyo sehemu hizo. Tunasema tena jambo bwana mtangazaji, tunasema tena jambo kwa wasikilizaji wote ambao wako wanatufuata. Leo ni tariki 1 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Mimi ni Afande Mavugo kutoka milima mirefu la Minembwe. Bwana mtangazaji, hali ya usalama Minembwe kwa sasa ni mbaya, kwa sababu jana serikali ya Kongo na serikali ya Burundi ilishambulia sehemu 3. Ilitushambulia kutoka sehemu za Gakenke, sehemu za Kalingi. Hizo sehemu zote walitoka wakatupa makompora, wakapigisha drone zilipiga kompora sijui kama zaidi ya 200. Jeshi lao lika advance, wakakutanana na vijana wetu wa Madubu ziliwapiga, zikawapiga, wakarudi nyuma, zikawapiga kuwarudisha tena mpaka sehemu ambao walikuwa. Ndio hasira ambao waliwashika kuona gisi wamepoteza vifaa, wamepoteza watu, wamekufa, wametupa silaha nzito, kila kitu. Wakashikilia sasa, wakajenga silaha yao kubwa ya etetu ambao ikaanza piga ndani ya nyumba za raia. Yani bidegu ilikuwa ni kila nyumba saizi, kwa muda huu niko nakwambia kila nyumba bidegu iko chini. Ilikuwa kompora na nyumba. Wamebomoa nyumba zote za Gakenke na sehemu zingine za bidegu. Wamepandisha drone, wamebomoa manyumba yani kiolela. Usiku wa leo saa 4 ya usiku wamepandisha drone, imepanda ndani ya vifugo vya ngombe, imeua ngombe zaidi ya 58. Juzi tariki 29 mwezi wa 3 mwaka 2026 wameiba. Serikali ya Burundi imekuja na wazalendo, wamejipenyeza na kuiba ngombe zaidi ya 41. Wamebeba. Siku ya kufuata wameua ngombe zingine, na jana tena usiku wanaua ngombe zingine. Basi maisha ni mbaya sana kwa sasa Minembwe kabisa. Serikali ya Kinshasa na serikali ya Burundi wanaendelea kufanya mauaji kwa raia wa Nyamurenge. Nawaza nimesha kutumia mapicha, umeona ngombe kabisa zote zinakufa. Wamaliza ngombe na kuiba, wamaliza ngombe na kuua. Yani wako naua kila kitu ambacho kinatingizika. Mnyama wote ule, hata ukikimbilia ndani ya pori kitingiza majani wanaua. Hali ni mbaya kabisa, hali mbaya. Usalama sio mzuri Minembwe kwa sasa. Ndio bwana mtangazaji. Ndio afande, kulingana na hali ya maisha wa raia wa Minembwe na hapo vitongojini vilivyo kando ya Minembwe, hali ya usalama iko hivyo ambapo serikali ya Jamhuri ya Kongo na Burundi wanaendelea kutekeleza mashambulizi hayo. Bali raia maisha yao yako vipi? Kutokana na maisha ya binadamu kwa sasa Minembwe hawana maisha. Unajua serikali ya Kongo na serikali ya Burundi waliungana na hizo FDLR zao kuongeza na wazalendo, wamekamata silaha, wamefunga njia zote kama vile kila siku niko nakwambia. Hakuna dawa, hakuna chakula, hakuna masomo, hakuna hospitali. Yani Minembwe raia kabisa imetupiliwa. Raia wa Nyamurenge wanaendelea na kuteseka. Drone ziko zinapanda juu, zinawaumiza, hakuna dawa. Njaa zinawaua ndani ya nyumba. Wakienda kwenye mashamba drone zinawapiga. Wakibeba ngombe kulisha majani drone zinawapiga. Sabuni hawapati, chumvi hawapati, sukari hawapati, kila kitu dawa hawapati.
basi maisha ya binadamu ni mbaya sana, ni mbaya sana, ni mbaya sana Minembwe kwa sasa. Asante sana afande Mavugo kwa kutujuza hali jinsi ilivyo ya raia sehemu hizo. Kuna ngombe ambazo zimeweza kupigwa makombora na drones zisizo na rubani sehemu hizo za Minembwe na vitongojini vilivyo karibu, kama ulipoanzia ukisema kuwa sehemu za Bidegu nyumba zimeweza kubomolewa, mifugo imeweza kuuliwa, raia wameweza kuuliwa. Ni jambo kweli la kusikitisha na kuonyesha kuwa hali ya maisha ya raia sehemu hizo yako kwenye hatarini. Lakini kuna wale wanaume kutoka nchi za Canada au nchi za ng'ambo na wale walitoka Lubumbashi na ni kabila la Wanyamulenge wanaendelea kusifu serikali ya Burundi na kuwashukuru kwa jambo ambalo wanaendelea kulifanya, ni mauaji ya fande wanaofanya sehemu hizo. Ni jambo ambalo unachukulia vipi? Ndio sana, tunashukuru sana na sisi bwana mtangazaji. Wale watu wale Wanyamulenge ambao wametoka Canada na wengine kutoka Lubumbashi kwa kuja kumshukuru Rais wa Burundi Ndayishimiye eti analindia wazazi wao usalama na vifugo vyao, wakuje waone sasa, warudi tena kwenda kumshukuru mara ya pili. Ndio maana nimekwambia hapo, walikuwa wanasema wako wanamshukuru Ndayishimiye, alikuwa anawacheka tu, akiwatizama macho anawacheka, anasema ona hao wajinga, wangejua roho mbaya ambao niko nayo kwa kizazi chao hawangekuja kuniona hata kuniona. Warudi tena Bujumbura wende wakamshukuru, waone ngombe gisi zinabomolewa, waone nyumba gisi zinabomolewa, waone gisi wazazi wao wana sehemu ya kulala. Warudi tena waende wakamshukuru Ndayishimiye hapo Burundi, anawalindia usalama. Baada ya kumshukuru ndo anawabomolea nyumba zote, anawauia vifugo vyote, anawauia wamama zao na wadada zao na wadogo zao. Asante sana bwana mtangazaji. Bwana mtangazaji, hata hizo habari tuzipokee, sisi hazituhusu. Sisi tunafanya vita yetu ni ya Kongo, na hiyo ambayo iko inafanyika Burundi ni ya Warundi. Sio, sisi hatuko kama vile kisi wale Warundi wanakuja kujiingiza kwa mambo ya Kongo. Sisi hatuwezi tukaingia mambo ya Burundi. Mlipuko iwe kwao, isiwe kwao, hiyo mambo inawaona. Haituoni sisi. Sisi ni Wakongomani, sisi ni Wanyamulenge, sisi ni Twirwaneho, sisi ni AFC M23. Tuko tunagombania haki yetu. Mambo ya Burundi sisi haituhusu. Haituhusu kabisa. Ndio, Burundi ni nchi jirani. Wakipata shida tuwezi tukafurahi, lakini hiyo mambo ya kwao haituhusu kabisa. Hivyo ndivyo hali ya usalama ilivyo sehemu za Minembwe, na maisha ya raia yanayoendelea kupanda gharama, huku vitu vingi vikiwa vimekosekana kwenye soko, lakini maisha ya raia yako kwenye hatarini, huku akiendelea kupigwa na mabomu ya drones za Kinshasa zisizo na rubani na kuendelea kuwaua watu ambao wasio na hatia mpaka hivi sasa. Ni hali ambayo inasikitisha sana, baada ya mataifa kunyamazia swala hili na kuweza kuongea kuhusu jinsi kabila la Wanyamulenge na Watuti kwa ujumla mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawawezi kusaidiwa baada ya serikali ya Kinshasa na serikali ya Burundi kusimama na kuendelea kufanya vita na mashambulizi makubwa sehemu hizo. Raia wasio na hatia, wanafunzi na vikundi vingine vya watu walio sehemu hizo kuendelea kunyanyaswa vikali na kuuliwa na njaa, ikiwa jukumu kubwa ni la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi, huku wakiwa wanasaidiana na mamluki wa kizungu ili kuweza kumaliza Mtutsi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo hili liliwafanya AFC M23 Twirwaneho kuweza kusimama na kupambana na serikali ya Kinshasa baada ya mauaji ambao wanaendelea kuyatekeleza sehemu hizo. Kwenye microphone za Gakondo TV mlikuwa nami Hosbon Ndagirona, nikukumbushe kama hujabonyeza alama ya subscribe waweza kubonyeza ili uendelee kuona habari tunazokuandalia kila siku. Tulikuwa na afande Mavugo. Afande, tunakushukuru sana kwa muda wako na kutujuza hali jinsi ilivyo sehemu hizo za Minembwe, tukikutakia kila laheri na tukikutakia jioni njema, na nyote ambao tumekuwa nanyi kwenye habari zetu za hivi sasa tunawatakia mwezi mzuri ambapo tutakuwa tukiambatana kila saa tukiwajuza hali ya usalama sehemu hizo za milima ya Mulenge au mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati mwema.